Biashara yako inapoteza pesa kila siku. Na tatizo kubwa sana sio biashara, bali kukosa mfumo sahihi wa kubakisha wateja. Rafiki yangu mpendwa, huwa wanasema inagharimu mara 6 zaidi kumuuzia mteja mpya kuliko kumuuzia mteja ambaye alishawahi kununua. Hii ni moja ya gharama kubwa sana kwenye biashara ambayo watu wengi wanaingia, ni kupata wateja wapya kila wakati. Sawa. Ni lazima uingie gharama kupata wateja wapya kwenye biashara, si ndio? Ufanye matangazo, saa nyingine utoe ofa, utoe punguzo, ulipe madalali. Vitu hivi unafanya hapo katikati ili upate wateja. Lakini sasa kama kila wakati ni lazima uingie gharama kupata wateja, haujengi biashara, haufanyi mauzo. Wewe ni kama tu kwenye mnada. Sawa? Biashara ya kweli, mauzo ambayo ni yana ukuaji na yana tija na yana faida kubwa, ni pale unapouzia wateja wakarudi tena kununua na wakaleta wateja wengine nao wanunue. Hiyo ndio kitu cha msingi sana. Ndio hatua ambayo biashara inapaswa kufikia ili iweze kuleta faida. Kwenye kampuni za teknolojia, hasa kampuni changa, startup, wanataka ni product market fit. Yaani biashara yako imeweza kufikia ngazi ambako wateja wanarudi tena kununua na hata wengine kununua. Hauhitaji kila wakati ufanye matangazo ndio upate wateja wa kununua. Sasa wengi wanashindwa kufikia hili kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mfumo madhubuti wa kuleta wateja kwenye biashara. Wa kubakisha kwenye biashara. Waleta anza kawaleta matangazo, lakini kuwabakisha, kuwa retain, customer retention haupo. Na matokeo yake sasa ni kila wakati kutegemea uwinda ndio ule. Yaani kama mkulima au kama mwindaji ambaye asipoenda kuwinda hapati chakula. Sasa uwezo jenga biashara kubwa katika mtazamo wa aina hiyo. Tumeandaa mkutano maalum wa bodi ya wakurugenzi wa Billionaire Funzoni, ambako wakurugenzi wa biashara na usimamizi wa programu hii wanakutana kwa ajili ya ripoti na mafunzo. Na moja ya mafunzo ambayo yatapatikana kwenye mkutano huu ni mfumo wa kujenga somo ya kujenga mfumo wa kuridhisha wateja, the customer satisfaction au uhudumiaji. Kwenye mfumo huu lengo lake kujenga wateja ambao ni waaminifu milele kwenye biashara. It's loyal for life. Wateja ambao wakishanunua wanarudi tena kununua na wanaweza jengine na wanaweza kununua. Kitu ambacho kinakuwa ni gharama nyepesi sana na biashara inakuwa na ukuaji wa uhakika. Biashara yoyote ambayo ishauzia mteja hata mmoja inaweza kuuza kwa ukubwa. Sababu cha kufanya ni yule mteja mmoja arudi kununua, alafu na tena mteja mwingine naye aweze kununua. Sasa hili biashara yako haifanye kwa sababu huna ujuzi sahihi wa kulifanya. Wewe umeambiwa tu wewe uza wateja watakuja. Sio sahihi. Lazima ujenge mfumo huu wa kubakisha wateja kwa uhakika. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kukualika kwenye mkutano huu ambao sio tu utajifunza, bali utautengeneza mfumo wako kwa uhakika. Utajenga hatua kwa hatua jinsi ambavyo biashara yako itavutia na kubakisha wateja kwa muda mrefu. Mkutano huu utafanyika tarehe 10 mpaka 12 Aprili. Mahali utafanyika ni Ikila Mbeya, na sio mkutano wa kukosa kama kweli umedhamiria kujenga biashara inayokuwa kubwa. Kama kweli unataka kujenga biashara ambayo itadumu kwa muda mrefu, itakupa faida, itakuondoa kwenye utumwa wa kuhitajika kufanya juhudi fulani kila wakati, huu mkutano ni kwa ajili yako. Kupata nafasi ya kushiriki, wasiliana namba 0717 101 505, 0717 101 505. Tukutane Ipinda kwa ajili ya kuijenga biashara yako kwa namna ambayo mteja akiingia hachomoki, hatoki tena. Ni rahisi sana kufanya. Wateja wanahitaji mambo machache sana ya msingi ambayo biashara nyingi zinashindwa kuwapatia. Biashara yako itakwenda kuwapatia wateja hayo ya msingi ambao wanayataka na kwa